Naam, asante sana. Unaendelea kutazama Ukumbi, tunazungumzia mustakabali wa taifa. Bado tunaendelea na swala hili la masuala ya uongozi, maanake ndio mustakabali wa taifa. Bwana Javas, mimi nimeuliza swali hapa. Tetesi za kwamba wanafunzi wanahusishwa katika siasa, sijui ni tetesi zinatokea wapi? Ni kwa sababu tu mwanasiasa amehusishwa? Kwa sababu swali langu ni hili: iwapo wewe leo ambao si mwanasiasa ungehusika katika kutunga mchezo ule wa kuigiza, je, ungeambiwa kwamba hatutaki siasa katika michezo ya kuigiza, ama ni mwanasiasa? Kwa sababu masuala ya uongozi, tupende tusipende, masuala ya ufisadi ni masuala ambayo yanahusu uongozi na vile vile wanasiasa. Sasa iweje leo tuseme hatutaki wanasiasa wahusike kwa sababu wanatumia wanafunzi vibaya? Je, ingekuwa ni mtunzi mwingine bado ameweka masuala ya kuzingatia uongozi, ufujaji wa pesa, uongozi wa kiimla na kadhalika, tungemtaja kama nani? Unajua Nimrod, hadi sasa hazina ya lawama imejaa pomoni bado. Watamlaumu rais, atalaumiwa wakaguzi wakuu wa usalama, watalaumiwa mwalimu mkuu wa shule ile, watalaumiwa wasimamizi wa michezo ya kuigiza. Hazina hiyo lawama haitatusaidia sasa hivi. Kuna wale ambao wamelaumu tume ya walimu katika masuala yote, kwa sababu ukiangalia mwelekeo wa sera kuhusu masuala ama dhana za kutumika katika kila mwaka, walitoa mwelekeo mwaka 2018. Hii yote imeonyesha kwamba kuna hitilafu kadha ama watu wamezembea katika majukumu yao. Lakini ninapoketi hapa hivi nitasema kwamba tayari mboni, unajua mboni ikichafuka macho huwa mashakani. Mboni ya taifa tayari ishachafuka. Sasa hivi ni machozi yanatoka kwenye macho ya taifa, na swala hili la dhana ambayo inastahili kutumika ama masuala ya mwingiliano wa kisiasa, nitasema hivi: watoto hao wengine wao wazazi wao ni wanasiasa, pengine watoto kama mheshimiwa hapa pengine wako katika shule ya upili mahali, pengine wanajihusisha katika michezo ya kuigiza. Kuna watoto wengine ambao, wanafunzi wengine ambao wazazi wao ni walimu kadhalika. Mimi mwenyewe nimepitia katika mikono ya waelekezaji na waandishi tajika wa masuala ya michezo ya kuigiza. Walimu kama Oliver Minishi, Profesa Bigambo, wengine wengi sana. Na utunzi wao mwingi, pengine utuambie, unahusu aidha kukashifu au kukosoa? Kweli, unajua ukienda shuleni kuna mengi utajifunza. Ndiposa ukiangalia mashairi na ushairi, ama hata ukiangalia tamthilia mbalimbali, Mkaguzi Mkuu wa Serikali, Kifo Kisimani, vitabu vingi sana, mambo mengi yatafunzwa. Masuala ya uwajibikaji, masuala ya jinsi ambavyo sera zinastahili kutunzwa katika taifa, masuala ya jinsi ambavyo hata taasisi zinastahili kuendeshwa. Hivi nitasema kwamba matukio ya wiki iliyopita, cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni kuwa Bwana Malala, msimamo wake sasa hivi hauambatani na jinsi ambavyo mambo ya serikali yalivyo. Hiyo ni kweli, haiwezi kuepukika. Unajua kila dhambi lazima itajike kwa jina. Pili, misimamo yake ambayo ni mikali dhidi ya serikali pia imechangia pakubwa sana kwamba kuzua hisia kuwa je, anapojihusisha na wanafunzi hawa huenda anawapatia mwelekeo ambao pengine haufai. Mheshimiwa Rais kwa mfano juzi alivyotaja ama jana kwamba ni lazima wanafunzi waweze kulindwa dhidi ya watu ambao pengine huenda wakatia maisha yao hatarini, masuala ya kupotoshwa kadhalika. Lakini kitu ambacho inastahili pia tuangalie ni kuwa je, tutaelekeza wanafunzi kwa njia gani ambayo, kwa sababu michezo ya kuigiza sio inastahili kuwepo na pazia kuwazuia kuona masuala ya kisiasa, kwa sababu wakienda nyumbani wataangalia runinga, wataangalia mambo ya habari kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba kila kiongozi, na mheshimiwa amezungumza hapa kwamba amehitaji kwamba hata waziri ajitokeze bungeni ili kujibu masuala haya muhimu. Nimrod, masuala ya siasa hayawezi kuepukika. Lakini tuhakikishe kwamba pia pale ambapo wanasiasa pengine wanazuiliwa kujihusisha na masuala pengine ya uelekezaji ya michezo ya kuigiza, isije ikahatarisha wanafunzi ama maisha yao. Lakini siasa haiwezi kuepukika. Asante. Bwana Edward, unahisi kwamba kuna viongozi serikalini wanahofia kwamba kukashifiwa kumekuwa kwingi mpaka kumepelekea kuonekana kwamba nchi inaelekea mahali pabaya? Nasema hivyo kwa sababu gani? Toka mwaka uliopita wakati wa maandamano ya Gen Z imekuwa ni kauli baada ya nyingine
nyingi zikikashifu serikali, iwe ni kupitia mitandao, iwe ni kupitia sanaa, iwe kupitia nyimbo, mpaka sasa hivi kupitia wanafunzi wa shule. Je, unahisi hiyo ndio sababu ambayo imeleta hali tete kati ya viongozi wa serikali wakihisi kwamba watoto wanatumika vibaya? Na pili, ni makosa kuwa katika hali ya kukosoa saa zote ama la? Nimrudi, nitasema hivi kukosoa ni mbinu ya kujenga. Mtu anayekosoa ni mzuri sana kuliko mtu anayekushangilia, kwa sababu siku zote anakwambia hapa mwelekeo wako ni mbaya, jipange, na wewe unajua kujipanga. Hilo swala la kukosoa. Lakini nataka kusema hivi, unaona serikali yetu wakati iliapishwa, kuna mambo mawili matatu ambayo waliyadharau. Kwanza, viongozi wetu hawa walijiona wao wako level fulani, wanaishi hewani, sisi tuko chini. Mheshimiwa yuko hapa, anaweza akatuambia wao wako juu, sisi tuko chini, hakuna sehemu tunaweza tukakutana. Imepelekea mambo haya kufika hivi. Kwa sababu gani? Hakuna rais mzuri duniani na hakuna rais mbaya duniani. Ili rais awe mzuri, anahitaji timu ya kumfanya awe mzuri. Sijui unanielewa? Uongozi huu ambao umefikia sasa hivi, unaona mpaka vijana hawa sasa wamefikia tamthilia zao, hizi mashairi yao yanakuwa hivi. Ni wazi kwamba timu zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya kumsaidia rais au kuibadilisha nchi hii au taifa hili likatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, wao ndio walikuwa wabovu, ndio wamepelekea nchi hii kufikia hapa. Sasa hili mambo kama haya yasitokee tena. Viongozi hao ambao wamepewa dhamana na wananchi hawa ili waweze kuwatumikia kesho na kesho kutwa, wakipata uongozi huu, tengeneza timu ambayo inafanya kazi. Usiweke marafiki. Marafiki mwisho wa siku watakuumiza. Angalia yale mambo yote ambayo tumepitia. Unataka kuniambia mawaziri wote walikuwa hawana maono? Ina maana kuna kitu kinasababisha mambo haya yanatokea. Sasa hicho ndio tunatakiwa kukiondoa ndani ya mawazo yetu kama ukiwa kiongozi, ili kesho na kesho kutwa mambo haya yasitokee. Kwa sababu hawa ni watoto wetu. Tunatakiwa kufundisha maadili. Hawa watoto wetu hawa wana kizazi kinakuja nyuma yao kinaitwa alfa. Wao wakiwa viongozi, hawa alfa watawafanya nini? Asante. Mark, Mheshimiwa na Njeri na wakili, nitawapa swali hili moja, lakini nianze na Mark. Masuala haya yanatokea wakati hata viongozi wenyewe wanarushiana cheche za maneno mbele ya watoto, kwenye mazishi na kadhalika. Ukisikiza semi za Justin Muturi, aliyekuwa waziri wa masuala ya utumishi, akimkashifu Rais William Ruto, akisema ni mfisadi, akisema kwamba hastahili kuwa uongozini na kadhalika. Yale ni masuala ambayo yanachukuliwa pia na vijana, watoto, kina mama, wazazi nyumbani, kila mtu akayazungumza na kadhalika. Je, unahisi kwamba ukosoaji huu pengine unaelekea katika sehemu ambapo kila mtu atakuwa na nafasi, asiwe mwoga wa kusema kwamba jambo fulani haliendi vizuri, na hilo ndio jambo ambalo pengine linachukiza baadhi ya watu ambao wako katika serikali? Kulijibu hilo swali lako Nimrod, kwanza unafaa kujiuliza wale ambao wanamkashifu rais, wanamkashifu kwa sababu ya kazi yake au wanamkashifu kwa sababu kuna tu ile hisia ambao kuna ile the popularity feeling, ile hisia ya katika mtaani ni kuwa rais anafaa kuwa anakashifiwa. Kwa maoni yangu, nafikiri kuwa Rais Ruto ana nia njema na vijana, kwa sababu rais, nakumbuka hata mwaka uliopita alituita mle State House, akatuita tuzungumze naye, na nafikiri Rais Ruto ana nia njema na naona wengi wanacheka, lakini mimi nasema katika naona wengi wanacheka hapa, lakini kwako nafikiri wanacheka kwa sababu wanajiuliza kuna ahadi mlipewa na zimetimizwa. Nafikiri jambo lile ambalo linamsumbua rais na wale ambao wandani wake ambao wako katika serikalini ni kwamba kuna hisia ambalo kuna momentum lile ambalo kinajikuza nchini kuwa hakuna ile sense ya utulivu. Kwa sababu ukienda pale hata kujiburudisha Nimrod hapa Nairobi, ama pale ambapo hata wanafunzi wapo, baada ya kujiburudisha unasikia watu wakianza kusema Ruto must go, Ruto must go. Ni kama limekuwa wimbo la kila mahali unapoenda lazima watu waimbe. In fact ukienda pale na utoke pale bila watu kuimba Ruto must go, utashangazwa sana. Na nafikiri lili ni jambo ambalo linasumbua serikali.
lini. Jinsi pale anafikiri rais anapoketi anajiuliza, je, hili ni kwa sababu sifanyi kazi ama kuwa kuna wale wanasiasa ambao wanaendesha hili maudhui ili kuonyesha kwamba sifanyi kazi. Na kwa maoni yangu nafikiri kuna wale wanasiasa ambao wanatutumia vijana kwa vibaya, na ukiuliza hawa wanasiasa, je, kuna mbinu tofauti ambao wanatupa? Kama for example ukimuuliza mtu kama Cleophas Malala ama Justin Muturi, what is the clear alternative to ile ambao wanapompinga rais? Kwa jumla mimi nasema hivi, nafikiri Rais William Samoei Ruto ana nia njema na vijana, na nafikiri tukiweka siasa kando, nafikiri tuanze kuangalia vitu kwa maudhui tu. Kweli Rais Ruto anawapenda vijana sana. Kwanza kabisa ni mshukuru sana my colleague, kwa sababu nowadays it's not easy to find youths who are very passionate about a regime that is not working and who can take time to really support such an initiative. Na naomba wale ambao wanampeleka State House wampeleke tena, kwa sababu kama anawatetea hivi na ameenda tu mara moja anatuambia yale mambo ambayo waliambiwa yatafanywa na naamshua hayajafanywa. Secondly, niseme ya kwamba hakuna mahali katiba imeandika lazima Wakenya wapende president wao wanapowakosea. It's not a law that we need to love our president, and nobody hates the president. We only hate the things that he does. Hatuwezi tukakaa chini tukamwambia ya kwamba he will not go, kwa sababu lazima ataenda, kwa sababu he has been a violent person who has allowed violence against the young people. Wakati wa Gen Z maandamano, we lost so many lives, na hata kama we would have lost one life is too many, Nimrod. Jambo la pili, kama wakati tu we've not even done 1 year since Gen Z maandamano, umemalizana na wale ambao wako university, umeamua sasa the next stage and category you want to deal with violently ni wale wako kwenye shule. Thirdly, in this nation, if anybody criticizes the government, they become the wrong person. When JB Muturi was in cabinet, sikusikia wakisema ni mtu mbaya. When Cleo Malala was the SG UDA, sikusikia wakisema ni mbaya. And the Kenya Kwanza regime has a tendency of using violence. Uliona jinsi ambavyo pia Cleo alipopotoshwa kwenye ofisi ya SG, ilikuwa vita na vurugu kwanza, alafu ndio akafurushwa. Jambo la tatu, wanafunzi wanapoigiza, if you have a problem with that, you need to change the society, because the society will keep, the young people will keep mirroring what the society is doing. And why they are mirroring whatever the society is doing is for the society to change. Wanafunzi wanaposema viongozi wanafanya corruption, hawasemi hivyo kwa sababu wanataka to make us feel bad. They are saying it because it is what is happening and they must call a spade a spade. Jambo lingine nafaa kusema ni ya kwamba mheshimiwa alisema ya kwamba hatufai kuingiza president katika maswala ambayo yalifanywa na IG, ambayo alifanya na ministry. Niseme ya kwamba the president was in the country, hakuwa atikana kwamba alikuwa Dubai ama mahali kwingine. He was in the country. And on top of that, on weekend, the first thing he did alipochukua microphone ni kusema ya kwamba he was like sanitizing whatever happened and justifying why such extreme measures had to be taken. He was not even remorseful that young children, watoto wa high school, were used, walipigwa na tear gas. He was not even apologetic to the media houses that were involved, ambapo we even saw some media personnel lay in hospital because they were assaulted. He was not even apologetic for the fact that it has gone to the extreme nature of his Ministry of Interior to be using violence in places where they can just talk to the young people. Unajua, wale ni wasichana, they did not have arms, they were only reciting poems. Why was the media freedom being restricted? Kwa hivyo, wakati mheshimiwa anapotuambia tufuatilie na IG na tufuatilie na minister, I have to tell him for a fact, we as the young people will call a spade a spade. We will call to accountability everybody and anybody involved. Thirdly, when the president feels that wadogo wake wanafanya mambo ambayo yeye mwenyewe he does not agree to them, he needs to come in public and hold them accountable. When he does not, we will treat him the same as everybody else who was involved. Wakili. Asante sana Nimrod. Nilikuwa nataka kumunga mkono na pia niongeze, rafiki yako ya ukweli ni yule ambaye anakuambia ukweli. Si eti kwamba tunamchukia. Hata kama ukweli unauma. Hata kama ukweli unauma. Si eti kwamba tunamchukia rais. Rais kile tunafanya ni kumkosoa. Alafu jambo la pili, nimesikia ukiuliza vile Muturi alikuwa anaambia president ni mfisadi, alikuwa anamkosoa, ati ni kama hawa watoto wanaona. Lakini unajua kama mtu ni mfisadi, hakuna jina lingine ambalo unaweza muita. Kama mtu tuseme ni mwizi, hawezi muita pasta. Mwizi hana majina mawili. Jina lingine la mwizi ni
mwizi. Jambo la tatu, unasema ama wanasema tusiingize siasa kwenye shule na kwenye watoto. Kenya ni demokrasia. Hawa watoto in the next 3-4 years ndio watakuwa watu wazima. Baadhi yao tulikuwa tunanong'onezana tukisema baadhi yao nafikiri baada ya miaka 2-3 watakuwa wanachukua. So lazima tuanze kuwa expose kwa tenets of democracy. Na demokrasia ni wewe unasema yako, mimi nasema yangu, sio lazima tukubaliane as long as hatupigani. Jambo la 4, nimesikia pia watu wanaosema ati kuna wale wanasema Ruto must go na haifai. Nimesema tena Kenya ni demokrasia, uko na haki ya kusema vile unataka as long as utukane mtu. Sisi ama wengi wanasema Ruto must go. Lakini pia kuna wachache nimesikia wakisema 10 bila breki. Hao hawaulizwi. Hiyo si shida. As long as unasema 10 bila breki, hiyo si shida. Shida inakujia wakati unasema Ruto must go. Ya 4, hii mchezo ambao walikuwa wanakataza. Kulikuwa na court order ambayo Cleophas akishikwa alikuwa ameishika hivi kwa mkono akienda nayo shule. Inakuonyesha nini? Kuna separation of powers. Kuna wabunge, kuna judiciary na kuna executive. The reason as to why kuna judiciary ni kama kitu hatuko sure kama ni mbaya ama ni mzuri. Sio executive ndio inaamua ni mbaya, inaenda kuimplement na inatuma polisi. Judiciary inatuinterpretia sheria, inatuambia kama iko sawa ama haiko sawa. Ilikuwa imeinterpret ikasema hakuna makosa ya kucheza ule mchezo na wakamkataza. Ya mwisho niseme tukiendelea hivyo executive ndio itakuwa bunge, ndio itakuwa judiciary na ndio itakuwa executive itself. Ni makosa. Nataka tuwache echoes of war, lakini tunarejea. Mkitaka kuingiza masuala ya echoes of war mtatumia. Nataka mwelekezi wangu tuchezee taarifa hapo jana Rais William Ruto akiwa eneo la Elgeyo Marakwet akizungumzia kuhusiana na utendakazi wake na vile vile ahadi kwamba hatahakikisha kwanza ameweza kutimiza ahadi zake katika muda ambao atakuwa katika hatamu za uongozi. Hem, tusikilize. Akizungumza katika eneo bunge la Keyo South, County Elgeyo Marakwet Jumapili, Rais William Ruto aliendelea kujitetea kuhusu madai ya wapinzani wake kwamba ni mchache wa kusema ukweli, akisema atawaduaza wanaomshuku. Naona kuna watu wako na wasiwasi. Wale wanasema hiyo amesema ni uongo, hiyo amesema. Mimi nataka niwaeleze hawa watu wanaosema ati yale tunasema haitafanyika, tutawaaibisha. In a very short while tutawashangaza. Rais Ruto akiahidi kutekeleza ahadi zake za kampeni za kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. We are going to make sure that we acquit ourselves of every commitment we have made. Na mimi si wazimu, I know what I'm doing. So hii maneno yote tutapangana namna hiyo. Rais alionekana kuzungumzia tamthilia tata ya Echoes of War yaliyekuwa katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala, pia akitoa onyo kwa wale wanaosema wanawachochea wanafunzi kupitia kwa mafunzo potovu. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. We give you glory and the honor. Kauli ambazo naibu wake Profesa Kithure Kindiki pia aliunga mkono alipohudhuria ibada katika kaunti ya Narok. This administration is keen to bring equality and equity across Kenya to make sure that every community, every county, every place in Kenya. Hii siasa ingine ambayo tunasikia watu wengine wanajaribu kukoroga, mimi nataka tu kukuhakikishia kama gavana wa kaunti hii ya kwamba sisi tunasikiza vile rais wetu anasema. Hiyo mambo ingine wacha hao wenyewe waseme pali wako, lakini hapa kaunti ya Narok na Rift Valley kwa jumla tuko pamoja na nyinyi. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen. Mheshimiwa Tindi Mwale, kwa kifupi tu alafu tuende mapumzikoni. Unahisi kwamba rais saa nyingine pengine anajitia lawama za bure kwa sababu katika kukumbusha watu kwamba nitatekeleza masuala fulani, nitawaaibisha watu fulani wanaoniita muongo kama sikutekeleza. Cha mno ni nini? Kwa sababu kama kiongozi wa taifa
chake cha msingi kingekuwa kutekeleza, kwa sababu kama alivyosema Edward Rioba, ameweka watu wa kumsaidia katika kutekeleza majukumu fulani, wasipotekeleza jambo fulani lifanyike. Pili, amezungumzia kwamba yeye si mwenda wazimu na hakuna mtu anamchukulia vile, maneno yake mwenyewe. Kwa hivyo anajua anachofanya. Iweje anajua anachofanya wakati ambapo wamefanya mabadiliko ya mawaziri zaidi ya mara 3 sasa hivi? Asante sana. Unajua Nimrod, kabla hata sijawanena kwa hiyo ya rais, the reason why nilikuwa nasema tuangalie ni nani ambaye anafaa kuwa accountable, kwa sababu mimi ni chairman ya public accounts na sisi tunadili na accounting officers. Kwa sababu watu wengi wataongea, lakini kisheria ni nani amepewa jukumu, nani yuko na hilo jukumu la kutekeleza. Kwa hivyo ukiangalia katika katiba ya 2010, idara ya polisi ilifanywa kuwa huru, isichukue instruction kutoka kwa rais ama kwa upinzani, lakini iangalie kisheria ni jambo gani ambalo linafaa. That's why I was insisting kwa echoes of war, vile polisi walifanya hiyo kazi, turudi kwa Inspector General wa polisi. Na kama vijana hajibike, kama vijana tufanye maandamano ama tuandike petitions ili tuonyeshe office holders ya kwamba ukiambiwa ati simu imetoka juu, angalia kisheria unafanya kazi vilivyo ama ufanyi vilivyo. Waziri tuangalie, kwa sababu ukiangalia 2023 kulikuwa na maneno ya mbolea, na huyo Linturi ambaye alikuwa waziri alifikiria rais ataongea alafu maneno ishe, na tulikuwa na petition kwa bunge, wabunge wakasaini, akatolewa. Baadaye ile kamati ndogo ikajaribu kumrudisha, lakini ikabidi wamtoe katika baraza la mawaziri kwa sababu alikuwa amefanya nini? Makosa. Kwa hivyo wale ambao wanachukua hizo maofisi, and that's why I'm insisting, let us hold them accountable. Kwa sababu ile kitendo ilitendeka Nakuru, imeshatendeka. Ni nani ambaye analaumiwa? Tukiongea sana bila kuchukua hatua kwa ule ambaye ako kwa hiyo ofisi, hiyo kitendo itajirudia. Alafu yale maneno rais anaongea, anafaa aangalie utendakazi zaidi kuliko yale ambayo anajibu. Kwa sababu ukijibu tena wengine watakujibu. Inafaa you should take positive criticism. Mtu akikuambia hapa barabara haijatengenezwa, unapigia ule ambaye anahusika na barabara. Nipe mfano. Kwa mfano, alikuja ziara ya magharibi. Naam, akatoa ahidi. Amekwenda Mlima Kenya. Tupe mfano wa eneo la magharibi. Toka afanye ziara hiyo, na nafikiri imepita sasa mwezi nafikiri na kitu tangu azuru eneo la magharibi. Kuna yoyote yanayotendeka kati ya yale ambayo alikuwa ameagiza yaweze kutekelezwa na serikali, ama yanayotekelezwa chini ya ugatuzi na hazina ya maeneo bunge? Unajua mimi ni chairman ya public accounts. So I can't speak for government. Mimi ni mtu wa upinzani. Mimi naangalia vile. Nimeuliza hivyo kwa sababu unatokea sehemu ya magharibi. Unawakilisha wakazi wa magharibi. Leo watu wa Butere wakikwambia kwamba rais alizuru eneo la magharibi akaahidi 1, 2, 3 kutekelezwa. Je, vimeanza kutekelezwa ama la? Okay, kama example kwangu Butere, tuliuliza tufanyiwa approval ya KMTC. Hiyo approval bado iko kwa pipeline, makaratasi ndio bado tunarudisha. Kwa hivyo haijakuwa approved, lakini tunaona pipeline bado makaratasi inasonga. Alafu tukakuwa Kuisero, akaanzisha ujenzi wa hospitali ambayo nilipita juzi nikaona hiyo jengo imeanza kuinuka. Kwa hivyo sisemi ya kwamba vile amesema ndio vile iko as at now, lakini kuna ile unaweza ona kuna progress kidogo. And that's why I was saying, if people criticize the president, he should not answer them. Yeye anafaa achukue as positive criticism. Na hiyo ndio vile mimi naongoza wananchi wa Butere. Mtu akiniambia basari iko na makosa, mimi narudi kwa ofisi naanza kuuliza, hii makosa ule mama alisema ni ukweli ama ni uongo? Na narekebisha. Kwa sababu vile mwenzetu amesema hapa, criticism is what builds a leader. Kama ukubali criticism, basi hauwezi ukakuwa perfect. Lakini wewe peke yako hauwezi jua makosa iko kwa ofisi. Lazima usikize watu wanasema nini, ndio uhold wale wako kwa ofisi accountable. Mheshimiwa, asante. Tunakwenda mapumzikoni tena kidogo. Tutakaporejea tunaendelea na masuala haya kuhusiana na mustakabali wa taifa. Unaweza kuchangia mada yetu kutupitia jumbe za mitandaoni, uliza swali kwa wangwana wetu au kutoa maoni yako kuhusiana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Tunakwenda mapumzikoni, tutarejea hivi punde.